Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Wewe ni mfalme, wewe ni Mungu usio wewe ni Mungu Bwana Jehova Jireh. Wewe hakuna wakati unapotazama watu alafu mfalme wa ajabu unawachilia kwa sababu ya kuwaona na njia ile haifai. Sisi wote hata wale walio katika dhambi unatuona tukiwa sawasawa, ni kwa sababu hata wale walio ndani ya dhambi unawapa hii nafasi na kibali hiki ndio waweze kugeuka, waweze kukurudia. Na Bwana wetu Yesu Kristo unatuangalia na jicho lako la huruma na jicho la upendo, ni kwa sababu ndani yako hakuna chuki na hakuna kifo na hakuna jambo lolote linaweza zuilia yeyote yule atakaye kuhitaji kuingia katika nafasi yako. Bwana, hauwezi wewe kumzuilia akose kuendelea. Tunakushukuru Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwa sababu neema iliyo ndani yetu kutoka kwako Bwana ni kuu na ni nyingi kwa uweza wako mtakatifu. Na kuomba Bwana ni kwa sababu ya neno lililo ndani mbele yetu mfalme Jehova Jireh mtakatifu, ninaomba iweze kuwa msaada na usaidizi mkubwa kwa wote wale wanaotusikiliza asubuhi ya leo, kwa wale wote tunaoandamana nao asubuhi ya leo. Na ndio Bwana Jehova Jireh, msaada wako wa kufungua mioyo yao na kufungua maisha yao Bwana Jehova Jireh uweze kupatikana ndani yao. Tunapatananga ndani ya wendani ni kwa ajili Bwana Jehova Jireh ya kazi yako Bwana mtakatifu ile unapenda kutufanyia ndani ya mioyo yetu na katika maisha yetu ya kila siku Bwana Jehova Jireh. Ndio wakati wote tuweze kukaa na amani na wakati wote tuweze kuwa Bwana Jehova Jireh tunakutazama na mtazamo wa ajabu katika maisha yetu mfalme, kwa uwezo wako wote na nguvu zako zote. Wakati alipotuma mitume waende wakahubiri ulimwenguni aliwaambia enendeni ulimwenguni mkahubiri injili. Injili ya mkaihubiri injili mkahubiri injili ile iliyo njema. Na kwa sababu Bwana Jehova Jireh hatukwetu wako wanajua injili ile iko salama ni gani, uliwafundisha kila mtu, kila mmoja wao. Na ndio Bwana Jehova Jireh ukawaambia na muende mhubiri kulingana na vile nimemfundisha. Asante ni kwa sababu Bwana yale yote tunayoyafundisha mahali hapa ni yale Bwana Jehova Jireh mitume waliweza kuwafundisha na ukawatuma wakafundisha hivyo. Na ndio Bwana Jehova Jireh hiyo injili ikaweza kufikia watu wengi, waweze kuwa na amani na waweze kuwa na utulivu ndani ya mioyo yao na waweze kuwa na raha kutoka kwako Bwana Jehova Jireh. Na Bwana waweze kupumzika ndani yako kwa uwezo wako na nguvu zako. Ninakutukuza na ninakuinua kwa utukufu wako Bwana Jehova Jireh, ni kwa sababu ya pendo lako lile lililo la ajabu katika maisha yetu wakati wote tunapoamini. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo. Jehova Jireh, ni kwa sababu ya uwezo mkuu na utukufu mkuu. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen. Moja kwa moja katika kitabu ya Genesis. Na tunajifundisha juu ya the spirit of unbelief. Roho wa kutoamini. Na hii roho ya kutoamini ama hizi nguvu za kutoamini kwanza tuliweza kuziona katika kitabu ya Genesis. Hata kama tutasoma Numbers mahali tuliweza kusoma juzi, tutaweza kusoma Numbers Genesis. Saa hii nataka tuweze kusoma Genesis 2. Genesis 2 mstari wa 16. Genesis 2:16. Mahali pale nataka tuweze kuangalia neno lake Bwana kulingana na vile Mungu wetu alivyotaka mwanadamu aweze kuandamana pamoja naye. Lakini mwanadamu naye aliweza kufunga moyo wake na akakosa kutimiza nafasi ya uungu, akakosa kutimiza mapenzi ya Bwana. Kwa hivyo mapenzi ya Bwana haikutenda kazi ndani ya mwanadamu. Na mtu wa kwanza mapenzi ya Bwana kutofanya kazi ndani yake ni Adam. Na ninanena ni Adam kwa sababu gani? Kwa sababu ya hii mstari. Wacha tuanzie 16. At the road God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema,
matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Number 17. But of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Warakini, matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Haleluya. Tukiangalia nafasi hiyo ya hiyo mistari miwili 16 and 17, tunaangalia tunaona ya kwamba wakati Mungu alipomnenea Adam, alimwambia vizuri na katika njia ya upendo na njia tulifu kupitia neno lake, akamwambia nimempa kila mti ndani ya hii shamba la Edeni muweze kukula, lakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya msile. Siku ile mtakao kula mtakufa. Bwana asifiwe. Lakini sio hivyo kuliendelea. Baada ya Adam kutoka katika uso wa Bwana, wakati alienda katika wakati aliendelea na maisha yake katika shamba la Edeni, tunajua ya kwamba aliweza kupata mke na akawa na mke anayemuita Eve. Na wakati huo tunaonelea ya kwamba hata kama Mungu alikuwa amenena na Adamu na akamhakikishia kila jambo kulingana na vile ilivyohitajika, Adam hakutilia hilo jambo maanani na hakuliweka ndani ya moyo wake, na tena hakuyatimiza kulingana na mapenzi ya Mungu. Wakati walipokuwa katika shamba la Edeni katika Genesis 3, tunaonelea vizuri na vizuri sana ya kwamba wakiwa katika shamba la Edeni, yule mtu anaitwa Eve wakawa pamoja katika shamba la Edeni, na wakiwa pale nyoka aliwatokea. Katika kitabu ya Genesis 3, sitaki kusoma Genesis 3, nyoka akaja, wakaanza kuongea na mwanamke anayeitwa Eve, sawasawa Adam akiwa pale, sababu kulingana na neno Adam alikuwako hata wakati Eve alikuwa anaongea na nyoka. Na kumbe nyoka hakuwa na shida. Shida ilikuwa wapi? Shida ilikuwa ya kwamba huyu tunayemuita Ibilisi, shetani mwenyewe, alikuwa ametafuta yule mnyama ama kile kitu anaweza tumia, kwa sababu yeye hangeweza kuja hadharani, kwa sababu Shetani ni roho. Bwana asifiwe. Alitafuta kile ataweza kuingia ndani yake ndio aweze kutimiza yale anayoyahitaji iweze kumfikia mwanadamu. Yeye hangeweza kuja kwa mwanadamu, lakini alitumia njia ya kufika kwa mwanadamu. Akaonelea ya kwamba mnyama anayeitwa nyoka, snake, ndiye mnyama yule mwenye hekima na ako na uwezo wa kuweza kumdanganyiriria mwanadamu ndio aweze kuingia katika nafasi yake. Na hivyo ndivyo ilifanyika. Shetani akaingia ndani ya nyoka, naye nyoka akaenda kwa huyu mtu tunayeita Eve.
Na kulingana na neno la Bwana kuna mazungumzo walizungumza from 1 Genesis 3:1 Genesis 3:1 wacha nikusomee number 2. And the woman said unto the serpent, we may eat. Number 1, sorry. At now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, yeah, had God said, you shall not eat of everything of the garden. Number 2. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the tree of the garden. Number 3. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, yeah, you shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. Kuna kitu mahali pale ninapokitazama na ninakiona vyema. Mungu hakuna mahali tumesoma katika ule mstari wa Genesis 3, Genesis 2:16 and 17. Hakuna mahali Mungu alitaja mti ulio katikati ya shamba. Number 2, hakuna mahali Mungu alisema ya kwamba mti tusiguze. Hakuna mahali kama hapo Mungu alivyo sema. Kwa hivyo wakati Adam Mungu alipomnenea, kuna shida, there is a problem. Moja ilipatikana ndani ya Adam. Yes, nitasema hivyo kwa sababu inaonekana Adam hakunena kwa Eve vyema, ndiye Eve aweze kushika na kupata vyema neno la Bwana, ndio aweze kulipeana kulingana na vile linavyohitajika wakati adui anavyokuja. Kwa hivyo hata wakati Eve alivyokuwa anayetamka maneno yale, aliyatamka kulingana na vile alivyo yapokea, kitu chenye hakijashindiliwa ndani yake, kitu chenye haikuingia ndani yake kikiwa na msingi, kiliingia tu. Naye Adam hakushindilia kutaka kuelewa kama Eve ameshika lile neno vyema. Siku ya leo naweza sema hivi, hivyo ndivyo makanisa ilivyo. Makanisa mengi iko namna hiyo. Haleluya. Watu tunaohubiri, tunahubiria watu kitu isiyo na msingi. Hatuweki watu msingi wa neno la Bwana kulingana na vile neno linavyosema. Hatuongei neno la Bwana, tuongea mambo utokana na sisi wenyewe. Hatuongei kinywa cha Mungu, tunaongea kutoka kwetu sisi. Tunaongea yale tunavyotaka sisi kuongea. Hatuongei mausia ya Bwana. Paka wakati ule adui anakuja kutujaribu, tunajikuta katika mwanguko, tunajikuta katika kushindwa, tunajikuta katika uoga, tunajikuta katika kulemewa, tunajikuta katika hali ya aibu. Sababu
Mjaribu ametujaribu na tukajaribiwa na tukashindwa. Hivyo ndivyo Eve alijaribiwa na akashindwa, kwa sababu kiongozi hakumpa msingi uliokamili ndani yake. Bwana asifiwe. Mtoto akiwa shule, mwalimu aingie kwa darasa akose kufundisha mtoto mpaka ashike, huyo mtoto kwa uhakika ataanguka mtihani. Haleluya. Nasi sisi tunaofundishwa, tukikosa kutilia maanani, ndio tuweze kutambua vyema na kujua vyema kama hivyo anasema ni ndivyo inafaa. Hatuna kufanya stande hata wakati tulio nje. Hatusomi Biblia, hatuombi na ile njia inayofaa. Sisi tunapewa halafu tunakaa. Wakati mjaribu anayekuja anakujaribu, na ni kwa sababu haukufanya homework, haukustande. Bwana asifiwe. Unakuta unajaribiwa mara moja na kwa njia kidogo sana na unashindwa, unaanguka mtihani. Unajikuta mambo yote imekuwa si sawa. Bwana asifiwe. Siku ya leo ninamuona Adam and Eve wanajaribiwa na wanashindwa kwa jambo lililokuwa limekuja wazi wazi ndani yao. Hawakutilia maanani, hawakuwafuata waweze kutambua vyema yale wameambiwa. Kwa uhakika mkila mti wa ujuzi wa mema na mabaya mtakufa. Hivyo ndivyo kanisa lilivyo, makanisa mengi yalivyo. Watu wakitoka makanisani wakienda nyumbani hawana nafasi ingine. Nafasi ni ya Sunday tu, na hiyo nafasi ya Sunday hawajashika vyema. Hata kama umeshika, inafaa uende ukafanye stande kwa Biblia yako, ukasome na ukasome tena na tena, ndio hiyo jambo liingie likiwa msingi ndani ya moyo wako. Na wakati litakapoingia, hata mjaribu akikuja kunjaribu, utaweza kumshinda na lile neno tu kulingana na vile lilivyosemwa. Watu wengi wanatogaga kanisani hata kama walionekana kama wanasikiliza vizuri, lakini hawakutambua wala hawakuelewa. Bwana asifiwe. Nimekuambia ni dakika kidogo tu ninao kuelekeza. Bwana asifiwe. Watu wengi hawana moyo wa kuchunguza yale yamenenwa na pasta ni kweli ama si kweli. Mahali yamesoma inasemaje? Hiyo chapter yote inazungumzia juu ya nini? Hiyo topic inataka kunifundisha namna gani? Lakini watu badala ya watoke ndani ya nyumba la Bwana na Roho Mtakatifu, ama watoke na uzima live, wanatoka na moyo tunaoita unbelief, kutoamini. Na wakati anatoka mahali pale, anaenda kwa sababu ule moyo umeingia ndani yake ni kutoamini. Ni moyo usio na uzima wala uhai. Yule mtu anaenda kuangamia. Yule mtu anaenda kupatana na mateso na shida na matatizo katika maisha yake. Na hakuna wakati atafanya mapenzi ya Mungu, kwa sababu hata wakati aliposikia lile neno hakuliamini, hakulipokea kulingana na vile neno la Bwana lilivyo. Alilipokea alafu akaongezea mambo yake.
sababu hana msingi. Msingi ukikosa ndani yetu, tunakosa kutimiza mapenzi ya Mungu. Tunakosa kufanya maisha yetu iweze kuwa na uwezo na nguvu. Tunakuwa watu wanazunguka huku na kule. Na sio Mungu anatuzunguza, sio Shetani anatuzunguza, ni kwa sababu tulikosa kutilia maanani sauti ya Mungu, ndio tuweze kutambua sauti ya Shetani wakati inapokuja. Watu wengi sauti inayofanya kazi ndani yao ni sauti ya Shetani. Hata kama hakuna mahali walifundishwa kuhusu Shetani, lakini walitoka na moyo usio na ukamilifu wa lile neno waliweza kufundishwa. Walilisika tu kama kawaida, walilipokea tu neno na wakaenda nalo likiwa halina msingi ndani yao. Wakakaa kama zile Sabata 4. Saba moja mbegu ilianguka katika mawe, saba ya pili katika njia, saba ya tatu katika miba. Huyo mtu chochote alipokichukua ama alipokipokea kinawekwa katika uhatari na vitu nyingi mpaka kinaondoka. Yule mtu anaachwa namna gani? Unaachwa ukiwa empty. Unaachwa ukiwa hauelewi, haujui, hauna kitu, lakini umeachwa na mawazo ya kwamba nilikuwa kanisani na pastor akasema hivi. Mbegu yoyote haijaanguka ndani ya moyo wako katika mchanga mnono haiwezi kukusaidia kamwe. Kile utakuwa nacho ndani ya moyo wako ni the spirit of unbelief. Utakuwa na moyo unaoitwa unbelief, roho spirit. Hallelujah, Bwana asifiwe. Na tukiangalia neno, tukiteremka hapo chini, and 5 inasema, hiyo Genesis 3:5, for God doeth know that. Huyu ni nyoka ananena. Sauti ya Bwana ilinenwa, chapter 2 mstari wa 16 and 17. Nayo chapter 3, yule nyoka Shetani aliingia ndani yake, ameanza kupindua ile sauti ya Bwana. Sauti ya Bwana ilikuwa rahisi na nyororo na tulivu na haina maneno mengi. Hallelujah. Lakini Shetani kupitia nyoka ameleta maneno mengi kwa Eve. Adam tu akiwa pale, wacha tuone kama tutafikia hapo. For God doeth know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be opened, and you shall be as God. Si God kubwa, si Mungu mwenyewe, si Almighty. God hii ni ya God kidogo. Ni kama miungu. Knowing good and evil. Number 6. And when the woman saw that, hapa ndipo tuko sasa. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eye, and a tree to be a desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband. Sikupeleka, alipeleka, alimpa. Kwa hivyo alikuwa tu pale. Also to her husband with her, and he did it. Tunaona ya kwamba wakati ule Shetani alipindua lile jambo, alipindua tu pole kwa urahisi na kwa maneno isiyotambulika kwa mtu asiye na roho. Mtu asiye na roho hagetambua. Lakini mtu aliye na roho wa Mungu na mtu aliye na sauti ya Bwana ndani yake
ana uwezo na nguvu ya kutambua. Msemo wa Mungu pale juu ilisema hivi. Na kwa nini naye huyu anatuambia hivi vile vingine? Ni haraka sana mtu wa Mungu, mwanadamu atoke katika mpango wa Mungu na aingie katika mpango wa mwingine. Hallelujah. Time naona. Aingie katika mpango wa mwingine. Na wakati tunapoingia katika mpango wa mwingine, tunajikuta katika hali ya aibu. Ile kitu inayotuongoza ni aibu. Maisha yetu inafika kuwa katika aibu. Aibu kuu, aibu kali. Unalia lakini hauna mtu wa kukusaidia. Adam and Eve, wakati walikosa kutimiza sauti ya Bwana na kutilia maanani sauti ya Bwana, wakati walipoanguka katika hali ya mwanguko wa kisetani, wa nafasi ya Shetani, hawakupata msaidizi. Walianguka na wakatokomea. Bwana asifiwe. Walifika katika nafasi mpaka ya kujificha na kuwa katika hali ya uoga. Sababu ya gani? Sababu ya kutoamini sauti ya Mungu. Sababu ya kutotilia maanani sauti ya Mungu. Sababu ya kutotimiza neno lile lililotoka katika kinywa cha Bwana. Wakakosa kulitilia maanani. Nini kiliwafuata? Ni mwanguko. Nini kiliwafuata? Ni aibu. Nini kiliwafuata? Hivyo ndivyo kanisa lilivyo. Watu wanafikiria ni kanisa liko na shida, lakini ni mioyo ya watu wengi. Sababu hata kama pastor wako ni wa aina gani, ukimsikiliza na uyafuate yake, utayatimiza kulingana na vile amesema. Lakini kwa sababu watu hawana haja na hawatambui viongozi wao, hawatambui viongozi, hawatambui mapastors, hawatambui masters wale wanafaa kuwaongoza. Tena wengine masters wengine hawana neno la kweli ndani yao. Hawana neno limedhibitika. Hawana neno lililo na uzima ndani yake. Kwa hivyo hata wakati anapowanenea, akifikiria anawanenea ukweli, kumbe ni mioyo yao anasarabatisa, ni mioyo yao anapasua kwa njia ya kifo, kulingana vile Mungu anahitajika uweze kufanya ama kuhubiri. Sio hivyo unaohubiri. Bwana asifiwe. Wahubiri mambo mengine, wahubiri vitu zingine. Ni makanisa mengi sana, mausia ya Bwana haijafika, mapenzi ya Bwana haijafika ama kukamilika pale. Watu wale wako tu katika udanganyifu, kama vile Adam and Eve walikuwa katika nafasi ya udanganyifu wa mioyo yao. Walikuwa katika udanganyifu wa mioyo yao, na walikaa katika udanganyifu mpaka wakati ule Mungu Baba, sababu ya upendo wa mwanadamu aliyeumba kwa mfano wake, aliwahurumia. Bwana asifiwe. Haleluya. Ujue wakati umekosa kutenda mapenzi ya Bwana, kuna nafasi yako ya kukaa katika aibu. There is a season utakaa katika aibu, sababu kile umepanda utakivuna, na hamtavuna na mtu, utakivuna we mwenyewe. Mpaka wakati ule utatayarisha ile shamba ulikuwa umepanda mimba, wakati ule itakuwa sawa na mchanga wake ubadilike, ule mchanga uweze kuwa mchanga nyororo kama wa bereni. Haleluya. Lakini wakati unaweka borea isiyofaa, ule mchanga umeuharibu. Watu wengi wameweka mioyoni mwao vitu na mambo ya kuharibu mioyo yao, yani kufanya mioyo yao, yani kusarabatisha maisha yao pamoja na maisha ya familia zao. Sababu wakati ule nimesimama katika uongo, familia yangu ita grow katika hiyo lies ama katika uongo. Please my dears, ni wakati wa kutambua ya kwamba sauti ya Bwana ndiyo tu ya kweli. Sauti ya Bwana ndiyo tu ina mwelekeo unaohitajika.
wakati waliambiwa msila mti wa ujuzi wa mema na mabaya, ilibadilishwa nao wakabadilika. Hivyo ndivyo watu, hata kama mtu alikuwa ameamini, akikutana na nabii na huko kwa barabara ama nini, anabadilishwa moyo wake wote, anabadilishwa. Lile neno lilikuwa la kweli linakuwa tena la uongo. Sababu kile unapokea tofauti na kile ulipokipokea, ni lazima kibadilishwe, ni lazima kigeuke. Kama kilikuwa cha kweli, kinaonekana kikiwa cha uongo. Na ndio watu wengi wanakimbia huku na kule wakitafuta miujiza na maishara, sababu hata lile neno linalonena ndani ya mioyo yao wanalifanya kuwa ni la uongo. Wanaenda kutafuta mambo yale yatakuja kwa haraka, na kitu chochote cha haraka kinakwisha haraka. Kitu chochote hakijatokana na neno la Bwana kina maafa, kina kifo, kina aibu, kina kuzarabatisha. Haleluya, mtu wa Mungu. Ni vyema sana tuweze kutambua mapenzi ya Mungu haifanani na mapenzi ya mwanadamu. Tena mapenzi ya mwanadamu haifanani na mapenzi ya Mungu kamwe. Usifikirie kwa sababu unasikia moyoni mwako na katika mawazo yako mambo ni sawa. Enda uchunguze ndani ya maandiko kama hayo mambo unaona ni sawa, ni sawa. Tuliangalia tukaona nawe katika kitabu ya Numbers 13 vile Akan waliweza kumchanganya Musa, lakini naye Musa akasimama katika nafasi hiyo. Na baada ya mambo yale yote yaliendelea, kwa sababu sitaki kuyataja, angalia part 1. Unakuta hao watu walikufa na wakafanya familia zao ziweze kuangamia. Watu wale wote walikuwa wameshikamana pamoja, walikufa na moto. Hata kama akina hawa wengine, hawa watatu, Bwana asifiwe, wao walikufa kupitia kumezwa na ardhi. Walimezwa na ardhi kwa sababu ya kutosimama katika nafasi ya Mungu. Waliangalia Moses, wakaona ya kwamba Moses ni mdanganyifu. Bwana asifiwe. Hata kama hayo ninayo yanena iko hapo mbele kidogo. Bwana asifiwe. Nataka uweze kutambua ya kwamba wakati sauti ya Bwana imekosa kufika ndani yako, wakati sauti ya Bwana umekosa kuyatimiza kulingana na vile ilivyo, kuna maafa katika maisha yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Tunatambua wakati walienda hiyo 13, walienda kupeleleza mji. Walipeleleza mji na wakaleta sauti isiyo ya kawaida. Watu 10 walileta tofauti. Watu 2 ndio walileta mapenzi ya Bwana. Enda ujisomee katika kitabu ya Numbers 13. Numbers 13 from 32. Utaweza kutazama vyema na uweze kuona vile inavyohitajika na vile ilifanyika katika wakati huo. Ukiendelea utakuta kutoka Numbers akina 14 na kuendelea. Ukisoma 13 and 14 utakuta hali zinakuwa, yani kulikuwa na pingamizi kubwa sana, kwa sababu watu walikuwa wamesimama katika nafasi ya kutoamini neno la Bwana kuwapitia watumishi wa Bwana. Mtu asifikiria Mungu atatoka mbinguni akuje amnenee. Mungu anatumia watumishi wake. Mungu ananenea watumishi wake. Usipoamini mtumishi wa Bwana, please, usifikiria utaishi. Hata kama utakufa mwili na wengine wanakufa mpaka mwili, ujue kuna mwangamio wa mambo aina nyingi. Haleluya. Wale 12 walipoenda kupeleleza mji, 10 Joshua na Caleb wakati walipoleta ujumbe kamili kulingana na vile walimtazama Bwana, sauti ya Bwana vile ilitoka katika kinywa cha
cha Musa, wakaichukua, wakaipeleka, wakasema ya kwamba ikiwa ni Mungu alisema huu mji tutaupokea, hata kama uko na majitu, huu mji ni wetu sisi wana wa Israeli. Sababu chochote kitokacho katika kinywa cha Bwana ni uzima. Wakabeba ule uzima, wakarudisha uzima kwa Musa, kulingana na vile Mungu alikuwa amemnenea Musa. Kwa imani Mungu alinena ya kwamba ule mji atatupa. Hata kama uko na watu wanene, hata kama uko na majitu, hata kama uko na watu wa milimi mikubwa, ule mji ni wetu. Lakini wale kumi walikuja wakasema haiwezekani. Huko wale walio ndani yake, sisi hatuwezi. Ni watu wakubwa, ni watu hawawezeki. Bwana asifiwe. Wakakataa na wakaonyesha wale wengine wana wa Israeli haiwezekani. Nao wana wa Israeli wakashikwa na uoga, wakashikwa na wakaona ya kwamba ni kama Musa ako na nafasi ya kutaka kuwamaliza. Wakati tu walienda wakaona majitu, wakati walienda wakakutana nao, aliona ya kwamba kabisa waliona haiwezekani. But Mungu akanena akasema, ate nyinyi hamtauona ule mji nitakapo wapeana kwa wana wa Israeli, kwa watoto wenu. Nyinyi mtakufa. Na ukweli walikufa. Na akasema wale watu watafika kule ni Joshua and Caleb. Wale walileta sauti iliganao na sauti ya Mungu. Wale waliamini kile Bwana alipokinena, hata kama kuna majitu, hata kama mateso ni mengi, hata kama shida ni nyingi, hata kama matatizo ni mingi. As Joshua and Caleb hawakutazama hayo yote. Wao waliona vile Mungu amesema, hivyo ndivyo itafanyika. Watu wengi hata saa hii ukiwaambia Mungu amewaponya, hawaamini. Bwana asifiwe. Mwadhani ya rogosho. Ukinenea watu kuambia ya kwamba Mungu alisema ya kwamba ametufanya kuwa wakamilifu, wewe unaanza kuangalia tabia zako, unaanza kuangalia mateso yale unayoyapitia. Bwana asifiwe. Haleluya. Na uelewi ya kwamba wakati unapoyatazama hayo, ni wewe unajitafutia nafasi ya kujikwaa. Unajikwaa mwenyewe. Unajiona kama haiwezi ama hauwezekani. Unaona kama ile jambo umelifanya ni jambo kubwa sana, Mungu hawezi kukusamehe. Na kuambia mtu wa Mungu, hata wakati Mungu alikuwa anawachukua wana wa Israeli awapeleke katika mji wa Kanaan, wale wana sio wote walikuwa wazuri. Walikuwa wenye dhambi. Walikuwa watu hawatambui Mungu kwa njia nyingi. Haleluya. Lakini Mungu hakutazama na hiyo njia. Mungu hakutazama na hiyo njia. Aliwatazama kwa njia ya amani na upendo. Hivyo ndivyo tunahitajika tuweze kujua na kuelewa na kufanya. Hata kama tuna maadui wametuzunguka na wametufanya vibaya sana, tusifai kuwapeleka jela wafungwa maisha. Hatufai. Tunafaa kujua na kuelewa watu hawa kuna kitu wamekosa. Yesu akatambua wakati wa Lazaro, kuna kitu Mariamu amekosa. Bwana asifiwe. Yule Mariamu alikuwa brother, sister
ya Lazaro, wakati alikuja na mafuta akampaka Yesu. Bwana asifiwe. Alimpaka Yesu sababu kuna kitu alikuwa anakitafuta. Na wakati alipompaka Yesu mafuta, alipokea kile alikuwa anachokitafuta. Wema wa Bwana mpaka siku ya leo tunamkumbuka huyo mtu alipaka Yesu marhamu. Ile ilikuwa manukato mazuri. Wakati mtu anatambua kuna kitu ninahitaji na ninataka, unachimba sana. Jambo lile unaloona liko na mpangilio na liko na mahali linakuelekeza vyema. Unataka kulitambua na kulishika vyema ndio liweze kukufikisha mahali unataka. Lakini watu wengi kwa sababu hawana haja na neno, hawana haja na gospel, hawana haja na kazi ya Kristo, wanaishika tu hivi kama kitu hakina maana. Na ndio mwanguko, wakati mwanguko unapokuja, wanaanguka, wanajikuta katika nafasi ya kutokomea. Tena tunaona ya kwamba siku moja wakati ule Lazaro alikufa, Martha na Mariam akiwa chini ya miguu ya Yesu, Martha alikuwa anajishughulisha na kupikia watu. Mariam alikuwa amepokea kile moyo wa Kristo, na alikuwa amepokea ile sauti ya Bwana ni kama nafasi moja katika maisha yake, na akakubali kukaa mahali pale ndio aweze kuendelea na kuisikia. Lakini Martha alienda kujishughulisha na kupika. Yesu akamwambia, Martha, Martha, wajishughulisha na mambo mengi, na Mariam amechagua kile kitu kizuri. Kile Martha umekosa ni kitu moja tu. Ungekuwa hapa ndio uweze kukipokea. Hawa watu mko nao wakati wowote, utawapikia ukitaka. Haleluya. Bwana asifiwe. Kujishughulisha na mambo isiyo na msingi. Adam and Eve wakajishughulisha na mambo yasiyo na msingi, iko na maafa, iko na aibu. Ilifanya waweze kuwa na uoga. Walijificha Mungu wakifikiria wanaweza kujificha. Bwana asifiwe. Wakasikia Mungu amekuwa mbali na wao kabisa, na wakasikia mioyoni mwao hawana neema tena. Kile kiliingia ndani yao ni uoga, wakaanza kutoroka. Watu wengi wako na uoga mpaka wa kufanya biashara, kwa sababu wanaifanya pasipo neema ya Kristo. Wako na uoga hata wakati wanapohubiri, hawawezi hubiri mambo yale inasikika kama inaweza leta furugu. Mambo inaleta furugu ni gani? Ni kuwakanya watu dhambi zao. Mambo inaweza leta furugu miongoni mwa watu ndani ya kanisa ni wakati unawakanya dhambi zile wanazozifanya, sababu hawataki kukanywa. Unasikia kuna masauti iko na huko chini inanena na kutokea kwa njia nyingi. Wakati watu wanalainishwa katika neno hawataki, wako na wanamama wanatoa sauti zingine, wanaongea mambo yasiyo na msingi sababu hawataki kurekebishwa. Lakini wakati shetani anaponena ndani ya watumishi wengine, watu wanafurahia, watu wanashangilia, watu wanafikiria hapo ndipo Mungu wako, kwa sababu wamenenewa mambo yale wanayoyahitaji, sababu wametiwa nguvu kwa mambo yale walikuwa wanataka yasiyo na msingi, ya kuwaletea maafa na kuwaletea uoga. Msifikirie shetani aongeagi kanisani, anaongea sana. Hata wakati watu wanaenda kuchukua mafuta, hata waende wakamwaga manyumbani mwao. Hayo yote ni hali ya kisetani, udaganyo, hali kachivu na wengine. Mambo yale yote mnaona tunafanya yasiyo na msingi. Yaani Yesu hakuifanya, mitume hakuifanya, lakini wewe unayafanya na kuingiza watu katika hiyo vitu
na kuwaelezea mambo isiyo na msingi yasiyo ndani ya Biblia, na kuambia huyo ni Shetani mkubwa sana. Ananena akiwa amejificha ndani ya mtumishi. Ndio mtumishi angamize kanisa. Ndio mtumishi azarabatize kanisa. Ni mambo mengi sana yananenwa kuhusu fedha. Mambo mengi sana yananenwa. Mengi Yesu hakuifanya, mitume hawakuifanya, hata haijaandikwa ndani ya neno. Lakini watu wengi wanainena na kuipeana kwa watu kama imeandikwa. Wakiwa tu wanatafuta kutoshereka kwao, kudhibitika kwao wenyewe, lakini sio wapeleke watu ama waonyeshe Mungu watu ufalme wa mbinguni. Tutaingia namna hii. Wanawaonyesha mtaingia mkitajirika, mtaingia wakati mumeponywa, mtaingia wakati mtapeana, mtaingia wakati mtabatizwa, mtaingia wakati mtakula mesa, mtaingia wakati mtakuwa na mafuta ya anointing oil, mtaingia wakati mtakuwa na handkerchief zimeobewa, mtaingia wakati mtakalia viti zile tunakalia, mtapu anointing. Tulikuwa na upumbavu mwingi sana wakati ule, hatukuwa tunajua mapenzi ya Bwana ni nini. Bwana asifiwe. Haleluya. Ninawaangalia wakati mwingine wakati tunapoongea kutokana na neno la Bwana, ninaangalia mambo mengine, ninayaona ya kwamba wakati tunapokosa kusikia sauti ya Bwana, tunajikuta katika shinda kubwa. Na wakati tunapojikuta katika shinda, yani tukiwa ndani ya mambo hayo, tunaona kama ni Mungu. Na kumbe kwa sababu hatujachunguza ndani ya maandiko, tunajikuta tumejikuta katika hali ya kutoeleweka. Hata sisi wenyewe hatujielewi. Usifikirie wakati uko kwa Shetani ama unatimiza mapenzi ya yule muofu, hata wewe haujielewi, hata wewe haujitambui. Bwana asifiwe. Haki yenyewe haujitambui. Ninaangalia katika neno, katika kitabu ya Numbers. Numbers kapi? Katika kitabu ya Numbers, Numbers kitu kama 16 hivi. Ninaona ya kwamba Dathan na Kora walikuwa wanafikiria wako katika nafasi inao wadhibitisha kulingana na vile walikuwa wanaofikiria. Wakati ule walimpigia kelele Moses na Aaron. Walimpigia makelele wakifikiria ya kwamba wako katika nafasi nzuri. Hawakuwa wanataka kuona Musa akiongea wakiwa na Aaron. Na walikuwa wanaigiria Aaron sana. Walikuwa wanataka atoke katika nafasi ile alikuwa. Wakiwaambia ya kwamba yale yote wanaonena ni yao, haijatoka kwa Mungu, wao ndio wako na Mungu. Dathan na Kora walifanya watu wengi sana waweze kufa. Walifanya watu wengi sana waweze kufa. Kwa sababu ya nini? Ya kuwa watu wa kutoamini. Walikosa kuamini Musa, wakakosa kuamini akina Aaron na wale Mungu alikuwa amewachagua. Wao wakapanga jama ya kuwaingilia, lakini baadaye tunaona maafa, tunaona kifo katika maisha yao. Tunaona wale walikuwa wakati wa huyu mtu, hawa watu tunaowaita hawa wa 14, tunaowaona Joshua na Caleb, au wote walikuwa katika ile goons, hizo goons 10. Hawakuingia, walikufa.
Bwana asifiwe. Na haya yote wakati ninapoyasoma, kuna kitu ninaona. Naona ya kwamba Mungu aliwachagua viongozi wale watakao tuongoza ndio waweze kutufikishia upendo wake, sababu sisi hatungetambua upendo ule. Lakini kuna wale Mungu alikuwa amewachagua hata wakati wa wana wa Israeli, hata wakati wa Musa. Na Biblia inatuonyesha ya kwamba Mungu alikuwa amewachagulia Musa. Na Musa wakati alipowachagua, Mungu aligawa roho wa Musa akawapa, ndio waweze kuandamana na Musa vyema katika roho wake. Lakini wacha nikwambie, hata kama leo tunaamini Kristo Yesu, leo tuko na wewe na tunaamini Kristo Yesu, tuna mambo mengi sana ya tuzuilia kuamini Kristo. Hata kama roho wa Kristo tunaye, tumpinga wakati mwingi sana. Tusifanye mapenzi yake, tufanye yale tunataka. Hata kama watu walikuwa wamegawiwa roho wa Musa, walipingana na Musa. Hata kama walikuwa viongozi wa mwanzo wazuri, walikuja kugeuka. Hebu tazama na ujitazame ndani ya kanisa ulio. Ni mara ngapi umegeuka ukawa wewe ndiye sasa mjumbe wa Shetani? Kama vile Shetani alimpitia nyoka akawa mjumbe. Watu wengi wanageuka, wanakuwa nyoka, wanakuwa wajumbe wa Shetani. Wamempa Shetani nafasi ya kuwapitia ndio waweze kuzarabatiza kazi ya Bwana na kuwakomesha watoto wa kiroho ndani ya kanisa na kuharibu kazi ya watumishi wao na kuondoa ile uhusiano na fellowship iliyo pamoja na watumishi wa Bwana pamoja na washirika. Tunaona hata ndani ya New Testament kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Dieterebe. Dieterebe alikuwa kazi yake ni kuchuna kudunga. Wamejaa makanisani. Lakini mtu aliye na roho wa Mungu kamili anaweza watambua. Anaweza koza kutiwa roho wa unbelief ndani yake. Anaweza kusimama katika imani kamili ya Mungu. Haleluya. Sababu ule roho unahitajika tu utambue. Ukiutambua mara moja utakuondokea ule roho wa uharibifu, ule roho wa kutawanya, ule roho wa wivu, ule roho wa kufanya watu waweze kukaa mahali pamoja, kwa sababu wakati vita imeingia ndani ya makanisa, kanisa haliendelee. Badala ya kuendelea, linaendelea tu na kudidimia. Haleluya, Bwana asifiwe. Baraka ya Bwana inakosa nafasi ndani ya lile kanisa. Nataka kukwambia mtu wa Mungu, wewe ulio katika hiyo nafasi ya kusababisha maafa ndani ya kanisa na kusababisha vita na matengano, kulingana na Numbers 14. Bwana asifiwe. Haleluya. Kulingana na Numbers 13, 14, 16, kuna kifo kinalenga wale wote walio viongozi wa kuyatawanya na kuharibu uhusiano wa Mungu pamoja na watu. Bwana asifiwe. Hata kuna wakati mmoja Paul aliangalia watu, akakuta kuna watu wawili wanaoharibu kazi ya Mungu. Wengine wanalala na mababa zao na mabibi ya mababa zao. Wakati mmoja Paulo wakati alipoangalia akasema hao watu hamfai kuwa na uhusiano pamoja nao.
inafaa muweze kuwaondoa. Waondoeni miongoni mwenu. Yes. Kuondolewa ni kama kurushwa katika kifo. Wakati mwingine Paul akakuta watu wawili walikuwa wachafu sana. Maandiko inasema Paul aliwaruhusia shetani waweze kumalizwa mwili, ndio maroho yao iweze kupokea uzima wa milele. Mundu wa Ngai, dutige maundu. Wacha kazi ya Bwana iendelee kulingana na vile alianza. Wacha kwenda pale na unaenda kuharibu kile kilisimamishwa. Yesu akasema, walio wako Baba ni wangu na walio wangu ni wako, na wote umenipa mkononi mwangu, hakuna awezaye kuwatoa kwako. Haleluya. Usifikirie mtu wa Mungu wakati umepata hiyo roho ya kutoamini, nini kinafuata? Ni kifo. Na hiyo kifo kinaweza fuata hata wale wana wa kiroho, wale hawajafika katika nafasi ya kutambua vyema mausia ya Bwana, njia za Bwana. Saingine wanaona kama wewe uko na hiyo roho ya unbelief, kama wewe ndio uko katika njia. Unawafanya waache watumishi wao, wale wanaowaongoza kwa ukweli. Unawaingiza hiyo roho yako ya kuwa unbelief, kutoamini. Chunga sana. Jitahidi kutafuta neno na kulisoma neno na kuamini neno. Taka kujua mapenzi ya Bwana katika maisha yako ni mapenzi ya aina gani. Upendo ulio wa Bwana maishani mwako ni upendo wa aina gani. Nashukuru Bwana kwa hiyo nafasi ametupa. Kesho tutaendelea na hiyo roho ya unbelief, sababu iko nyingi sana ndani ya makanisa. Iko nyingi sana hata katika watumishi wa Bwana. Imefunga watu wengi sana hata makanisani. Imefunga watu wengi sana hata manyumbani. Roho ya unbelief, kutoamini, kunaleta maafa, kunaleta matatizo, kunaleta uoga, unaleta ya maradhi ya kila aina. Nashukuru Bwana sana na ninampenda sana kwa sababu ya hiyo nafasi na kibali kidogo umenipa cha kunisikiliza. Upendo wa Bwana uwe pamoja nawe. Uendelee na kuongezeka katika maisha yako. Uwe yani jicho lako la rohoni liweze kuona vyema. Utukufu wa Mungu na mapenzi yake siweze kuwa katika mkono wako. Moyoni mwako wingi wa neema uweze kutenda kazi. Bwana wetu Yesu Kristo, tunasema wastahili sifa. Umetushindania kabisa. Umetuokoa na yale yote Bwana Jehova Jireh yalikuwa matatizo kwa sababu ya kupitia neno lako. Umetupa ahadi yako Bwana, inaendelea kutenda kazi ndani yetu kwa sababu ya upendo ulio ndani yako mtakatifu. Pokea sifa Bwana wetu. Hata wakati huu tumemaliza kuhubiri, tuna nafasi zingine za kuhubiri. Tuna nafasi za open airs, tuko nafasi ya one on one, tuna nafasi ya fellowship ndani ya makanisa, tuna nafasi yote ya kuwahubiria wengine hapa kwa hapa kulingana na vile upendavyo. Asante sana Mfalme. Uongozi wako Bwana ndani yetu ni mkuu na ni wa utukufu. Asante ni kwa sababu tunajua leo tutafanya wengi waweze kutambua vile ufanyavyo kazi. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen.